Alona unyenyekevu hukutana na Wahabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ndugu mtazamaji wa chaneli yetu ya MT Africa katika kipindi chetu cha safari kuelekea Uislamu. Katika kipindi hiki kinakupa nafasi, kinakupa fursa ya kuweza kufahamu historia za watu mbalimbali ambao wamejiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, na utaweza kufahamu maisha yao kabla na baada ya kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Ungana nami mtangazaji wako Usama Hanifu Mpogo, na mgeni wangu wa leo ni Mzee Shamte Ali Nyumba. Tutakuwa naye katika kipindi hiki cha dakika zisizopungua 30 na kutuelezea namna gani aliweza kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Tafadhali karibu. Mzee Shamte, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu sana katika kipindi chetu. Asante, nimekaribia. Naam, nimefahamisha tu mtazamaji kwa ufupi kwamba unaitwa Mzee Shamte Ali Nyumba. Ndio. Lakini Mzee Shamte Ali Nyumba ametokea katika familia gani? Mzee Shamte Ali Nyumba ametokea wapi? Mimi Mzee Shamte Ali Nyumba nimetokea mkoa wa Pwani, na nimezaliwa nasema wilaya ya Rufiji, katika kijiji kimoja kinaitwa Ngundai. Ni familia ya wastani wa kawaida, kwa sababu nakumbuka kipindi kile napata akili, basi mzee wangu alikuwa na kiuwezo fulani, aliwahi kununulia hata baskeli ya kutembea. Sasa kwa kipindi kile si mtu wa kidogo wa hali ya kawaida. Kwa maana mzee kwa wakati huo tunasema alikuwa amejipata, alikuwa chochote kitu mpaka kupata nafasi ya kuweza kununulia baskeli. Naam. Na katika hali hiyo basi katika familia, yeye mwenyewe mzee aliwahi kunambia, nyinyi watoto mlikuwa 12. Wakati ananambia hivyo tulikuwa watoto 6. Katika watoto wa 6 mimi nilikuwa mtoto wa 5, nikawa mdogo wangu alofuatia ndo kawa wa 6. Sawa sawa. Mlikuwa watoto wa watu 6 ambao mmeishi katika familia kwa pamoja. Ndio. Na hali ya kiimani, kidini ya wazazi ilikuwaje? Kiimani, kwa ufahamu wangu na wakati ule, basi mzee alikuwa mmoja wapo wa kiongozi katika msikiti, na alikuwa mtunza hazina katika msikiti, na katika ibada basi tulikuwa tunashirikiana pamoja na mzee. Maana yake mlikuwa mnaenda msikitini? Tunaenda msikitini. Mlikuwa mnasali? Tulikuwa nasali pale nyumbani pamoja. Katika hali hiyo ya utoto, basi katika ile familia ya pale, naweza nikasema mimi ndo nilikuwa wa kwanza kiongozi katika kufuatilia swala hilo. Kwa maana yake wewe ulikuwa unapenda hiyo hali ya kwenda msikitini na ya kusoma. Sawa sawa. Madrasa umesoma pia vile? Katika hapo nyumbani, baada kupata fahamu, basi mzee aliamua nitoe pale anipeleke kwa wajomba zangu. Huko alikonipeleka huyo mjomba, yeye ndo alikuwa na madrasa. Basi mimi ndo nikajiunga huko kwa ajili ya kujifundisha madrasa. Sawa sawa. Ya dini. Na huko ndo nimeanza kujua mambo ya dini. Aha. Baada ya hapo kiliendelea nini? Baada ya hapo yule mjomba alifariki. Baada ya kufariki nikarudi nyumbani. Niliporudi nyumbani kaishi. Baadaye nikatoka pale nikaja mjini hapa Dar es Salaam. Nilipofika Dar es Salaam, katika tembea zangu nikaingia katika familia moja iko Magomeni.
Sasa umetoka Rufiji, umekuja Dar es Salaam, manake hapo tayari umeshaanza kujitegemea na umeshaanza kujitafutia, umetoka kwenye mikono ya wazazi. Nimeshatoka kwenye mikono ya wazazi. Katika kipindi hiki sasa uko wewe mwenyewe kama mwenyewe, hali yako ya kiibada ilikuwa katika namna gani? Kipindi hicho hali yangu ya kiibada ilikuwa sio mzuri. Nilikuwa tu bado na hangaika na maisha tu. Siko vizuri. Na hata hiyo mambo ya ibada ikawa, na hata hiyo elimu ya dini yenyewe ikawa imenipotea. Kwa hiyo elimu ya dini baada ya kutoka tu kusoma nyumbani, baada ya kuja mjini ukaiacha nyumbani, ukawa unaendelea na maisha tu. Sasa Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya ulifahamu vipi? Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya nimefahamu kipindi kirefu tokea niko nyumbani. Lakini nilikuwa siwajui, na yani nikutana naye hivi kwamba huyu ndio hao wanaozungumzwa, ilikuwa bado sijawaona. Nilikuwa nasikia tu, na bahati mzuri nikaambia watu kiwaona inafikia kama siku ya Alhamisi mpaka kuamkia Ijumaa, hao walikuwa naota mikia. Nikasema watu hao wanaota mikia wa aina gani? Sasa kila nikifuatilia, nikiangalia katika familia yetu na wale unaowafahamu mimi, sijakutana naye hata mmoja. Kwa katika familia yenu walikuwepo wa Ahmadiyya? Hawapo. Hawapo. Ndio maana nikawa natafuta ili niwaone hao watu, au nimuone hata mmoja ili nipate huo ushahidi. Basi nikawa nayaitikia na yakubali, lakini ile yakini kwamba nishamuone huyo mtu wa aina hiyo bado. Nikaenda nikasikia tena hao watu hao wanapigwa mihuri. Sasa hizo habari zikawa nimeenea mpaka nakuja Dar es Salaam, ndio nikaingia katika hiyo familia ya mwanajumuiya. Na nilipoingia katika hiyo familia ya mwanajumuiya, bado na yeye alikuwa bado sio mwanajumuiya. Sio mwanajumuiya. Sasa basi nilipoingia kwenye ile familia, na mimi sasa ikaanza kunijia ile elimu ya dini, kufuatilia mambo ya dini, kwa sababu ile nyumba ilikuwa watu wa ibada muda wote. Kwa hivyo na mimi nikawa niko pale, na hata elimu ya msingi nilipata nilikuwa katika ile nyumba ukubwani, kwa sababu nafahamu nilikwenda pale Baptist pale, kuna shule moja ya Wakristo. Basi nilisoma pale, niliishia darasa la 4. Sasa ni katika hiyo familia. Sasa kwa hapo ndo ulipokuja kuifahamu jumuiya? Hapo sasa ndo naanza kuifahamu vizuri jumuiya. Au hapo ndo ulipoanza kuifahamu dini? Ndio hapo ndo kwa ufupi ni kuifahamu jumuiya, ikawa hapo sasa, kiasi kwamba hata wale watu wenyewe wale wanaozungumzwa kwamba wanapigwa mihuri, sijui wanaota mikia siku ya Alhamisi kwa mke Ijumaa, hapo ndo nikaanza kuwaona hao watu wa namna hiyo. Kwa hiyo hapo ulianza kuona watu ambao unaambiwa hawa wanapigwa mihuri, ndio hawa wanaota mikia, ndio ndio ulianza kuona kuwaona hao watu wenyewe sasa. Sasa basi nimeendelea. Bahati mzuri, kwa sababu elimu ya dini nilishaianza kuipata nyumbani kidogo, nikawa nasoma Qur'an tukufu. Nasoma Qur'an tukufu mpaka anakuja khalifa wa 4 ule mwaka ule, kabla hajaja khalifa. Yule mzee nilikuwa naishi naye. Sasa tulitoka asubuhi, kwa sababu tumetoka asubuhi msikitini tukarudi, nilipata bahati kufanya naye kazi yule mzee pamoja. Unaweza kumtaja jina huyo mzee? Huyo mzee alikuwa anaitwa, jina lake hasa alikuwa anaitwa, nimenikumbuka, lakini maarufu Kungulilo. Mzee Salum Kungulilo. Mzee Hassan Salum Kungulilo. Sasa ambaye alikuwa mwanajumuiya. Alikuwa mwanajumuiya maarufu sana. Sasa na namshukuru, namuombea Mwenyezi Mungu huko aliko, kwa sababu amenipiga hatua. Sasa ilikuwaje? Mimi nataka tukio utueleze, watazamaji uwaeleze kwamba wewe umesikia masingizio kwamba Waahmadiyya wanaota mikia, Waahmadiyya
wanapigwa mihuri, kwamba hayo ni masingizio ambayo ulikuwa ukiyasikia kuhusiana na Ahmadiyya. Sasa nini kilikushawishi wewe, licha ya kusikia maneno mengi kuhusiana na Ahmadiyya kwamba wanafanywa hivi, ile tukio ambayo sema sasa mimi hapa sasa nakata shauri na jiunga na hawa wa Ahmadiyya, ukiachana na hayo ambayo ulikuwa umeyasikia kuhusu wao, ile siku ambayo ulijiunga na jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, na unakumbuka nini tukio kubwa hasa? Nakumbuka tulipotoka msikitini sala ya alfajiri, huwa kaida tukirudi pale nyumbani, basi kulikuwa na kitabu kimoja cha hadithi, nikawa nasoma. Baadaye akaniita yule mzee. Aliponiita akanambia nisome suratul Fatiha. Baada ya kuisoma kwenye aya ya 6 na ya 7, akanambia nielezee tafsiri. Basi bahati nzuri akanitafsiria. Anikaambia, unaona kuna maswali mengi unasikia kuhusu mambo utume mwisho, au hakuna tena utume duniani hapa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa mujibu wa aya hizi hapa, basi utume uko pale pale bado unaendelea. Basi nilipoifuatilia aya ya 6 na 7, akili kama vile nilizaliwa upya, na nikawa na hofu fulani kwamba ile ya hofu ya ile ya nini, ya kama vile mtu unaweza ukafurahi kiasi kwamba mtu akikuona basi anafikiria yule labda analia, kumbe ile furaha machozi yanatoka. Kwa hivyo tokea siku hiyo ile imani yangu ya dini kawa imepanda sana. Kwa hivyo kuna nguvu fulani niliipata kutoka pale. Basi nikajiona yani nina nguvu ya kuzungumza mtu wote yule tokea siku ile, kwa sababu kuna watu nilikuwa nawaogopa hata kuwasogelea kuzungumza nao. Wakati huo mzee tayari ni mwanajumuiya? Wakati huo mzee ashakuwa jumuiya tena, mwanajumuiya. Sasa wewe ilikuwaje ukajiunga na jumuiya? Nataka ile tukio sasa ambalo lilokuvutia sasa, kwamba baada ameshakueleza aya na amekueleza kwamba utume unaendelea na moyo wako kutokana na yale maelezo ukawa umeridhika kabisa kwamba utume unaendelea, na ukawa hauna wasiwasi wa kumweleza mtu yoyote kuhusiana na habari hiyo. Sasa ilikuwaje ukajiunga? Yaani tunataka hapo ulikuwaje sasa wewe ukafanya maamuzi sasa ya kujaza baiat hiyo siku? Nilipoona hatua ile, basi nikamwambia mzee, basi nipe baiat mimi nijaze. Basi akanipa baiat nikajaza. Sasa baada kujaza baiat ukawa na wewe mwanajumuiya sasa. Mimi nikawa mwanajumuiya, kwa hivyo nikawa naendelea sasa kufuatilia jumuiya. Sasa baada ya kujiunga na jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, kuna changamoto gani ulizipata kutoka kwa wazazi, kwamba wewe sasa umeshakuwa mwana Ahmadiyya, wazazi sio wa Ahmadiyya, labda wale marafiki uliokopo nao sio wa Ahmadiyya, ndugu jamaa nani sio wa Ahmadiyya? Kuna changamoto yoyote ambayo ulizipata? Changamoto nilizipata kwa baadhi ya ndugu zangu wakati ninazungumza kuhusu swala hilo. Basi changamoto ilikuwa inatokea hasa zaidi, wao walikuwa wananiambia, wewe sasa bwana umeshapotea na sio mwenzetu. Basi nikawaambia kama sio mwenzenu kwa swala hili, basi mimi niko radhi, lakini sigeuke sasa nyuma, mimi nitakuwa mstari wa mbele. Sawa. Na mabadiliko gani uliyapata? Na mabadiliko niliyopata kwa kweli nilikuwa nayapata katika mambo yangu, masuala ya dini. Basi hata wale nilikuwa nazungumza nao, ambapo nilikuwa na hofu nao kwamba wanaweza kanihoji wakanipa maswali mazito kiasi kwamba siwezi kuwajibu, nilikuwa nawajibu. Sasa wakati nawajibu na wakati huo mimi ndio nilikuwa naogopa, basi wakawa hawana hoja kiasi nikajikuta mimi kumbe nilikuwa naogopa, kumbe hata kusoma kwenyewe hajasoma, hawana elimu yote ya dini. Sasa wewe ulikuwa unasikia wa Ahmadiyya wanaota mikia na wanapigwa muhuri
Sawa. Ndio. Alhamisi wanaota mkia kwa mkia Ijumaa. Wewe umejiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya unasema mwaka 1988. Sawa. Umeota mkia mara ngapi? Kwa hiyo unavyokumbuka, au muhuri umepigwa mara ngapi? Na hilo changamoto hiyo ilinijia tu kwamba haya maneno yalikuwa yanazungumzwa ni ya chuki, kiasi kwamba watu watie hofu, ilo swala wakilisikia basi lisiwe, wasijiunge. Kwa hivyo ile nilijua kwamba maneno ya fujo, ya fitina, ili watu wasi yakubali maneno ya wanayozungumzwa wanajumuiya. Kwa hiyo ukimaanisha kwamba ndani ya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya hakuna kuota mikia wala hakuna kupiga mihuri. Sawa sawa. Sawa sawa. Imani yako, ukaribu wako na Mwenyezi Mungu umekuwa imara kiasi gani baada ya kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya? Kwamba unajihisi kwamba hapa nilipo kweli nipo kwenye njia sahihi, niko kwenye mstari ulionyooka? Namshukuru Mwenyezi Mungu hapa nilipo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Naamini kabisa na dalili tosha kwamba niko karibu na Mwenyezi Mungu. Kuna matukio yananitokea na namuomba Mwenyezi Mungu, basi nafanikiwa. Nilikuwa katika utaratibu wangu wa kufanya mahubiri. Nishawahi kwenda kufanya mahubiri. Nishawahi kutana na bwana mmoja ndani, nikaenda nikamkuta, nikamsalimia, nikaanza kumhubiri, nikampa kipeperushi. Basi yule bwana alihamaki, akanikaripia, akanitolea ukali wa ajabu. Sikuamini. Nilimkuta kaka na vitabu vyake, sidhani kwamba alikuwa anasoma au anafanya nini. Mtu mkubwa tu, na bahati nzuri jirani. Basi nimemweleza zile habari. Basi aliinuka, akanambia, toka, naweza nikakupiga sasa hivi. Nani kwanza kakuleta mndani? Nikaomba samahani sana, nisamehe bwana. Na bahati nzuri alikuwa na mkewe. Mimi nilijua huyo ni mkewe. Basi nikamtaka, maana yeye ndo alinikaribisha, kamuone mzee huyo mwana mama. Mama huyo, kwamba nenda kamuone mzee yupo hapo, tazungumza naye na nini. Basi nikamuomba radhi mama yule, bwana nisamehe kwa tukio lilotokea. Mimi nikatoka zangu. Basi kumbe naye yule bwana alikuja tu kama kuja kuazima pale kukaa kwa ajili ya mambo yake anayojua mwenyewe. Sasa basi haikuchukua wiki. Yule bwana alifatwa pale usiku kama saa 7 saa 8 usiku na watoto wake wanamtafuta. Hawajui yuko wapi. Hayuko wapi. Basi walikuja akamkuta. Basi saa 7 hiyo usiku ilikuwa kama saa 6 ya mchana. Watu walijaa hivi. Walimtoa mle ndani. Basi walimtoa kama bila alivyozaliwa. Watoto walihamaki, mkeo walihamaki. Sisi tunakutafuta, kumbe umekuja hapo. Kwa alienda kujificha kwa kinyumba. Sawa sawa. Basi hizo habari mimi nilipoamka nasikia watu wamejaa nje kule na nini. Nikamshukuru Mwenyezi Mungu, asema kweli kwa Mwenyezi Mungu, kweli Mungu analipa. Haya, hilo moja. Tukio moja. Lingine nilikuwa naumwa mimi mwenyewe. Kwa tu hali sio mzuri sana nini. Basi nijaribu kupita kwa wataalamu na nini. Kawa shindikani, nikamwomba Mwenyezi Mungu, ugonjwa huu mimi inakuaje? Hasa nilimwomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Basi nimepelekwa nikalazwa Mwananyamala. Baadhi wanajumuiya wakaja kanisaidia kuchangia damu kwa ajili ya operation. Basi changamoto niliipata, operation siku ya kwanza nilipopangiwa haikufanyika. Damu ilikuwa bado haijatosha. Kwa mara ya pili ikawa haikuwezekana. Yule daktari alienda likizo na akasema usiondoke mpaka nije mimi mwenyewe. Sasa Kwa mara ya tatu ndo lile janga lile lilotokea la, kulikuwa na matukio fulani yalitokea Tanzania, Kenya nini, corona, uvamizi ule wanasema nini wenyewe sijui nini wasema,
ile ambayo wanasema kulitokea na mlipuko ambao balozi wa Marekani ilitokea pia vile vile Kenya. Shambulio la kigaidi. Sasa lile mimi nilitolewa udini, theater nilitolewa kwa ajili ya kuletwa wale majeruhi wale wa haraka waliopata ajali haraka. Kwa hivyo mimi nikarudishwa udini, wakafanyiwa. Basi nikamuomba Mwenyezi Mungu kusema yote. Basi siku niliyofanyiwa operation nikapelekwa, nikarudishwa udini. Basi kabla sijaamka wanasema nilikuwa nafanya mahubiri. Wale waliokuja saa 10 kuangalia wagonjwa wao wote walihama wakaja kwenye kitanda changu wakisikiliza mahubiri nilikuwa nayafanya. Sawa sawa. Na nilimhubiri sana Nabii Isa alayhi salam. Sawa sawa. Na mimi bahati mzuri katika masuala hayo, katika nilipata njozi usiku. Basi nikamkuta yule aliyonihubiri mpaka nikajiunga, yuko na Khalifa pamoja, wamekaa watu karibu, na sababu walikuwa karibu watu karibu kwenye 5,000 6,000 kwa kukadiria. Watu walikuwa wengi. Watu wengi pamoja wamekaa. Alafu sasa kuna watu wenginewe kushoto wengi wakawa nataka sasa na wao waje kule. Sawa sawa. Waje kule kwa Khalifa na yule mzee, waje kule, asema kule ndio kuko sahihi kuliko huku tuliko sisi. Sawa sawa. Na katika hali hiyo basi hata ile siku ya mahubiri yale wale waliokuepo pale basi wamekuja kunipa taarifa hizo kwamba bwana, hayo mahubiri huwa mnayafanya huko. Basi ulikuwa leo ndio ilikuwa siku ya hapa hospitali, mpaka madaktari wale wakasema hawa watu wa mihadhara na nini, kwa hivyo hizo ndio shughuli zao. Kwa hivyo mshangae, mpeni hewa apate ili apumzike. Sawa sawa. Moja kati ya shutuma kubwa ambayo wapinzani wa Jumuiya ya Islamu wa Ahmadiyya wanaisema kwamba juu ya Waislamu wa Ahmadiyya kwamba wao hawamwamini Mtume Muhammad SAW kwa sababu wana mtume wao. Ndio. Sawa. Wewe umejiunga na Jumuiya ya Islamu wa Ahmadiyya na ulikuwa kwenye usuni na ukajiunga na Jumuiya ya Islamu wa Ahmadiyya. Umeonaje Jumuiya ya Islamu wa Ahmadiyya jinsi inavyomheshimu na kumweka mbele Mtume Muhammad SAW? Nasema Jumuiya ya Islamu wa Ahmadiyya basi katika wale watu au katika zile taasisi au katika hizo dini, basi hakuna dini zote zaidi ya Mtume Muhammad wanaomheshimu Ahmadiyya. Sijapata kuona. Wao nasema ndio mstari wa mbele kumtambua na kumheshimu na kuyafanya yale yaliyokuwa na uhusu Mtume Muhammad na aliyofanya Mtume Muhammad. Sasa kwa kumalizia kipindi chetu tunaelekea mwisho, na ukipata nafasi ya kuwashauri wale ambao hawajajiunga na Jumuiya ya Islamu wa Ahmadiyya, sawa, na lakini wanasikia shutuma kama hizo kwamba hawamheshimu Mtume Muhammad SAW, wanamweka nyuma, wanamtanguliza sana huyo mtume wao, na hizi shutuma zingine kwamba Ahmadiyya wana mihuri, wana mikia, watu kama hao unawashauri nini? Watu kama hao mimi nawashauri basi wamuombe sana Mwenyezi Mungu, basi wawasogelee hao watu wanaoambiwa wanamshutumu Mtume Muhammad, wanamkana, wawasogelee, wakutane ana kwa ana, wawasikilize. Nadhani hiyo dhana yote itaondoka, kwa sababu mara nyingi wanawasikia wale wenzao wanaofanana na wao, ndo hali inawafikia. Lakini kama wataamua kwamba sasa hebu twende tukawasikilize hao Ahmadiyya wanaosema hao wanamkashifu mtume au wampendi tu au wapendi utume, basi waende wakakutana nao, wakae wawasikilize. Sasa nadhani watapata mwongozo wa kutosha tu, watafanikiwa. Tupitishe kidogo kwenye uhusiano wako na ukhalifa. Umejiunga Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya wakati wa Khalifa wa 4 alivyokuja, na nadhani pia vivyo wakati wa Khalifa wa 5 alivyokuja hapa Tanzania pia vivyo ulikuwepo. Hebu tuambie uzoefu wako, sawa,
na ukhalifa na uimara wako wewe kati ya wewe na ukhalifa upoje? Kwamba wapi nimeimarika zaidi? Yani uhusiano wako na ukhalifa umekuwa imara kiasi gani? Mimi nasema ukhalifa wa Kiahmadia kwa ujumla mpaka hapa niko imara sana, nakwenda vizuri, kwa sababu naona mambo yale yalikuwa nayaona hayendi, sasa hivi yako vizuri, nakwenda nayo vizuri sana. Mchango najitahidi natoa, imani imeongezeka, basi kile nilichoomba kwa Mwenyezi Mungu basi unakuta kwa vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Hotuba za khalifa unatazama? Nasikiliza na soma magazeti. Asante sana mzee Shamte Nyumba. Mimi nikiwa kwa niaba ya watazamaji au mtazamaji anatazama, tunakushukuru kwa haya machache ambayo tumeyapata kutoka kwako, kwa uliotueleza kuhusiana na historia yako, jinsi gani ulivyojiunga Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, nini kimebadilika katika maisha yako, uhusiano wako wewe na Mwenyezi Mungu umedumu kiasi gani, na umewatoa hofu wale ambao waliokuwa au wengine ambao wanasikia kwamba masingizio kama hayo kwamba Waahmadiyya hawamthamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Waahmadiyya wana muhuri, Waahmadiyya wanaota mkia siku ya Alhamisi kwa mkia siku ya Ijumaa. Nadhani anayekutazama kwa yale aliyosikia kutoka kwako anajua kwamba hayo yalikuwa ni masingizio na si kweli, kwamba hayo hayapo. Tunakushukuru sana. Mwenyezi Mungu akitujalia wakati mwingine tukikuhitaji tunakukaribisha sana. Ndugu mtazamaji, huyo alikuwa mzee Shamte Nyumba, ametueleza historia ya maisha yake na ametupitisha katika sehemu mbalimbali. Nadhani katika hayo aliyoeleza utakuwa umepata chochote cha kujifunza kutokana na historia yake. Na ulikuwa nami mtangazaji wako Osama Hanifu Mpogo. Sina la ziada mpaka kufikia hapa, na kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.